Eneo hili ambalo ni ofisi za kanda za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Nyasa, watu wasiofahamika wanasadikika kumwaga sumu ambayo usiku wa kuamkia leo Mei 13 mwaka huu, baada ya baadhi ya wanachama wanaoendelea kuweka kambi katika eneo hili wakisubiria kumtafuta mwanachama mwenzao na mwanaharakati Mparuka Saidi Nyagali maarufu kama Mdude, wameendelea kuweka kambi hapa toka tarehe 2 mpaka sasa. Hali ya sitofahamu imeibuka baada ya wanachama hawa kuamka asubuhi na kukutana na hali ya hewa isiyoeleweka katika eneo hili, na baadhi yao kupata madhara madogo madogo ikiwemo kupiga chafya, kutoa machozi na kushindwa kupumua, hali iliyopelekea wakaweza kuomba msaada katika jeshi la zimamoto, na jeshi la zimamoto wakafika hapa kwa haraka na kuweza kufanya usafi katika eneo hili, na mpaka sasa tunavyozungumza eneo hili limeshafanywa usafi na jeshi la zimamoto, na hao wanachama bado wako katika eneo hili. Baadhi ya wanachama wamezungumza kwamba wanahisi hivi ni viashiria vya wao kutaka kuondolewa katika ofisi hizi na kuendelea kuweka kambi, hali ambayo wamesema kwamba wao hawataondoka eneo hili mpaka pale watakapompata mwanaharakati mwenzao na mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Mparuka Saidi Nyagali, ambaye mpaka sasa hajulikani wapi alipo. Kwa majina naitwa Malusanya Wilfred, ni mwenyekiti wa Chadema jimbo la Mbozi. Nipo hapa kambini kwa ajili ya kambi tulio kwa ajili ya kumtafuta ndugu yetu Mdude ambaye alitekwa tangu usiku tarehe 2. Leo tukiwa tumelala na baadhi ya watu wakiwa wapo kwa ajili ya kuangalia usalama kwenye eneo, kwenye ofisi zetu hizi za kanda, kulijitokeza watu ambao hawajaweza kufahamika kwa idadi kwa ngapi. Watu hao, wakati viongozi wetu wakishtuka wakiambizana kwamba kuna kama watu hao walivamia na kuanza kumwaga vitu vilivyosadikika kuwa ni sumu, ambayo mpaka sasa hatujajua ni sumu ya aina gani ambayo imemwagwa kwenye eneo hili. Lakini baada ya hapo viongozi wangu wa kanda waliwasiliana na uongozi wa polisi katika mji wa jiji la Mbeya, na baada ya jeshi la polisi kutoka jiji la Mbeya limekuja hapa limechukua sample na kwamba anaenda kupima, lakini baadaye tukapata ushauri kutoka kwa wataalamu mbalimbali kwamba tufanye usafi hapa. Wakashauri kwamba tutumie jeshi la zimamoto litusaidie kutoa uchafu wa eneo hili. Jeshi la zimamoto limefika, limefanya usafi, lakini bado hali ya hewa sio njema sana kwa sababu bado kuna watu wanapata kikohozi na mafua kwa kasi sana. Kwa hiyo hali ya hewa hapa bado ni nzito, lakini tunaamini sisi kama viongozi wa chama tunasema tunaendelea na wito ambao tumetaka jeshi la polisi litukabidhi ndugu yetu Mdude, kwa sababu tunaamini wao ndio wako naye, na kama wako naye wahakikishe upelelezi wa tukio hili ambalo limetokea leo, kwa sababu tunajua majumba ya karibu hapa kuna CCTV kamera na wanaweza kupata watu ambao wamehusika kwenye tukio hilo. Kama sio wao wamefanya hivyo, na kama ni wao wamefanya, ombi letu kwetu, tunaomba watupatie Mdude akiwa katika hali yoyote ile. Sisi tunamtaka huyo, na ndio maana kambi hili lipo na litaendelea kuwepo hapa mpaka atakapompata ndugu yetu Mdude. Nyuma hiki kilichotokea mimi kwangu ni mwanga kuonyesha kwamba Mdude bado anashikiliwa na jeshi la polisi, na hata kama sio jeshi la polisi basi wale ambao waliokana kama sio jeshi la polisi bado wanamshikilia Mdude. Kwa hiyo wanafanya vitisho kwamba tuvunje hili kambi, jambo ambalo aliona sisi tumeamua kwamba tutavunja hili kambi ili kusudi kuvunja kambi hili ni kumpata Mdude. Kwa hiyo ni vitisho tu ambavyo vinafanywa na watu hao ambao walimteka Mdude, ambao tunaamini kwamba ni wafanyakazi wa jeshi la polisi. Wanafanya jambo ili kusudi angalau watoe kwenye eneo hili ambalo sisi tumeamua kumsubiri ndugu yetu. Sisi tutaendelea kuwepo hapa, na viongozi wengine wanaongezeka kesho kutoka maeneo mengine, kwa sababu viongozi wengine walikuwa kwenye msafara wa mikutano ya makamu mwenyekiti taifa walikuwa huko, lakini wametuahidi kwamba leo wanatoka huko na watakuwepo maeneo haya. Kwa hiyo kambi hili itaendelea kuwepo hapa mpaka pale ambapo jeshi la polisi itatukabidhi mtu wetu au wale ambao walihusika, ambao tunawafahamu, tumetaja kwa majina. Kama sio jeshi la polisi basi nawafahamu kwa sababu picha zao zimeonekana na hata watu wengine wafahamu kazi yao. Jeshi la polisi tupatie hao watu, watupatie Mdude wetu, ndio tutaondoka hapa, tutavunja ile kambi. Mimi naitwa Margaret, jina kubwa ambalo linasifika, naitwa Margaret Mwanguku. Natokea Kabwe, mtaa wa kata ya Rwanda. Nafika hapa nimetoka nyumbani. Kwa kweli kulala isingekuwa rahisi, mimi nina wajukuu nyumbani. Kwa hiyo nafika hapa nakuta watoto wangu hapa, ni kitendo cha kusikitika sana Tanzania inakoenda. Kwanza Mbeya inakoelekea.
Mtoto wetu hapa, tumeacha vitu vyote nyumbani, tunalala mawazo yako huku. Ndugu wa Mdude, mama wa Mdude, dada zake Mdude wameacha familia zao huko nyumbani, wanalala hapa pa kumtafuta Mdude. Lakini kitendo cha leo kinanisikitisha. Nafika hapa nakuta watoto wangu wengine machozi wanatoa, wengine wanapiga chafya, wengine wamelala, na mimi mwenyewe hapa nafika napiga chafya. Kitendo ambacho ni cha aibu katika Tanzania hii, kwamba wakaja kuleta sumu wakati tuna tatizo, tunamtafuta Mdude. Huyo mtu ameleta sumu ya kutunyunyizia sisi kwamba tuondoke hapa. Hatujapenda kuja kulala hapa, hatujapenda kuja kuongea hapa. Kama mkiona tunakera, sisi tunawakera, mleteni Mdude, hatuwezi kukaa hapa. Tunaomba jamani, tunaomba mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, RPC na mbunge wenu Tulia, tunaomba. Tena unaongea kwa kashfa kwamba hakuna mtu aliyetekwa, hamna mtu aliyepotea. Tunaomba kwa sasa hivi, tunaomba hiyo sumu ambayo umekuja kunyunyizia hapa kanda. Sisi tuko kwenye kanda yetu ambayo sisi ndio tunalilia msiba wetu, manake mtoto wetu wengine tumechanganyikiwa. Tunashindwa hata kwenda kulala huko, tunashindwa hata kuwaza, manake kitendo cha maajabu sana. Yanafanyika matendo ya maajabu kunyunyizia sumu kwenye ofisi. Tunashindwa hata pa kukaa. Tunaomba mtusaidie hata nchi zingine. Tunaomba msaada kwa hili. Na leo hatuwezi kuondoka kwamba tutishika kwa ajili ya sumu walionyunyizia. Kama ni kufa tutafia hapa hapa wote. Na hivi saa hizi mimi walikuwa wananirudisha, wanasema kanda wamejaa maaskari, kanda wamenyunyizia sumu maaskari. Sasa ndio nimesema na mimi ngoja nikaambue na mimi nikavute hiyo sumu. Kwa hiyo tunataka tuvute wote, mtawala hapa hapa, muje mtukaushe wote. Kwa jina naitwa Amina Salvatore Maenge, mwenyekiti wa BAWACHA kata ya Yela. Niko hapa kutoka tarehe 2, nikisikitika, nikihuzunika juu ya swala la kakaangu Mdude. Pia leo kilichonisikitisha zaidi, yani tukiwa na machungu ya kumtafuta ndugu yetu, kaka yetu, sisi kama wazazi, sisi kama kina mama, tunamwagiwa sumu. Afu istoshe, yani polisi wako jirani kabisa hapa, wanazunguka muda wote, na jana walikuwa patrol. Tunakuja tunamwagiwa sumu. Tunashindwa kuelewa polisi kazi yao ni nini. Tunajua polisi kazi yao ni kulinda mali na wananchi, lakini sisi wananchi wa Chadema inavyoonekana sisi tumekuwa wakimbizi. Kila binadamu aliyezaliwa hawezi kuishi milele. Hakuna binadamu ambaye pua yake imeangalia juu. Wote tutaonja umauti. Siwezi kuogopa kufa wakati najua nitakufa, ila sijui nitakufa saa ngapi na sijui nitakufa kifo gani. Kwa hiyo tuko hapa, hatuogopi kufa. Tunajua tutakufa, ila hatujui ni muda gani. Tuko hapa na hatutoki. Kwa majina naitwa Andrew Kasesela, katibu mwenezi wa jimbo la Mbeya mjini. Ndugu waandishi wa habari, leo tuko hapa kwa mara nyingine tena baada ya muda mrefu ya kambi hii ambayo tumeiweka hapa kwa kitambo tangu Mdude alipopotea, ikiwa ni sehemu ya kushinikiza serikali pamoja na polisi watusaidie kumtafuta Mdude. Lakini usiku wa kuamkia leo asubuhi tumeamka na baadhi ya wenzetu ambao walikuwepo katika kambi yetu hii, tumekuta kwenye ofisi yetu ya kanda kumezungushiwa unga ambao unasadikika kwamba ni sumu. Ndani kama mlivyoona tumemwaga maji eneo hili, lakini pia katika jengo letu lote hili kuanzia nje ya fence, mlangoni mpaka huku ndani. Kuna taharuki nyingine imetokea tena. Hatujamaliza swala la Mdude na hatujui mahala alipo mpaka sasa, lakini tunakutana mambo mengine. Tunajua hivi ni vitisho na tunaamini kabisa wanaotutisha ni wale ambao wamempoteza Mdude. Hii hali ambayo inaendelea kuonekana hapa najua hawaipendi.
hawaipendi, na vivyo hivyo kwa kuwa hawaipendi na wao wanaona ni shida kwao, na sisi tunasema hatuwezi kuacha kuendelea kuwepo hapa, hatuwezi kuacha kuendelea kuishinikiza serikali pamoja na polisi kama walivyoahidi kupitia mkuu wa mkoa kwamba tusaidiane pamoja kumtafuta Mdude. Ili zoezi litaendelea na tutaendelea kumtafuta Mdude, lakini tutaendelea kuwatafuta na watu ambao wamemwaga sumu kwenye eneo letu la ofisi ya kanda. Ili tukiwapata tutawapelekea polisi, ikiwapendeza tutawapelekea polisi, lakini isipowapendeza kama walivyokataa RCO kwamba wale tuliowalipoti siku zile sio mapolisi, sio watu kutoka kwenye ofisi yao, tunajua kwa kuwapeleka na sisi. Waiteni kwa ajili ya kutoa ufafanuzi kwenye mambo kadhaa ambayo kiongozi wetu na katibu wetu wa kanda atazungumza kwa niaba yetu kama chama kwa kanda na mkoa pamoja na jimbo na viongozi na wanachama wengine. Na mahususi tuna mambo mawili ama matatu. Jambo la kwanza nafikiri ataeleza hali ya na hatua ambayo tumefikia juu ya jukumu kubwa ambalo tunalo la kumtafuta kamanda mwenzetu ambaye alivamiwa na kutekwa, Mheshimiwa Mdude Nyagali. Na jambo la pili kwa ufupi anaweza akagusia hali ya kambi yetu ambayo tuko nayo, na muhimu zaidi atazungumza juu ya tukio ambalo limetokea usiku wa manane wa kuamkia leo, ambapo watapata fursa ya kuzungumza kwa ajili ya kujulisha umma na wanachama ambao wako hapa mkoa wa Mbeya na taifa kwa ujumla wake. Mosi, kabla hajazungumza hayo, niombe nimulete makamu mwenyekiti wa BAWACHA taifa na mjumbe wa baraza la uongozi mkoa, kamanda wetu na mama yetu Elizabeth Mwakimomo, uweke maneno ya utangulizi na baadaye atuletee katibu wetu wa kanda. Mheshimiwa makamu mwenyekiti BAWACHA taifa, karibu. Asante Mheshimiwa katibu wa mkoa. Asante waandishi wa habari kwa kufika kwenu, na poleni kwa kusubiri. Tukao tunaweka mambo sawa kufuatana na tukio ambalo limetokea katika mkoa wetu wa Mbeya, lakini pia katika ofisi zetu za kanda ya Nyasa. Kwa ni tukio ambalo kwa kweli ni la kusikitisha, sio zuri sana. Ni la mauaji. Tunaendelea kumtafuta Mdude. Watu wamekaa hapa lakini bila kutegemea watu wanakuja kuongeza msiba mwingine wa kutaka kuua watu wengi zaidi kuliko huyo Mdude. Kwa sisi kama wana Mbeya, lakini taifa kwa ujumla, tunalaani sana hiki kitendo, kwa sababu ni kitendo cha kinyama, ni kitendo cha kikatili na kinachafua mkoa wetu wa Mbeya na hakiwezi kuvumilika. Baada ya kusema haya, nimkaribishe msemaji wa kanda, ni chama, Mheshimiwa katibu wa kanda, Esishio, karibu sana. Bonge na waandishi wa habari. Asante. Moja, tunawashukuru kwa kuonekana kwenu hapa tena kwenye ofisi zetu za kanda. Mmekuwa kwa kweli wadau muhimu sana kwenye siasa za nchi hii, siasa za mkoa wa Mbeya na siasa za Nyasa. Kwa hivyo mara zote ambapo tumekuwa tuna jambo, liwe jema liwe gumu, mmeendelea kutukimbilia. Kwa hivyo mmeendelea kuja kwa ajili ya kuupasha umma habari. Kwa hivyo niwashukuru sana na niwapongeze waandishi wa habari wote kwa muda wenu ambao mmejitoa. Wengine mmekuepo hapa toka asubuhi, mliposikia tu matukio kadha wa kadha ambayo yametokea katika ofisi zetu za kanda. Kwa hivyo waandishi wa habari, ni waambie tu kwamba zoezi la kumtafuta Mdude Nyagali limeendelea kuwa ni zoezi endelevu hapa kwetu toka tukio lilivyotokea. Tumeendelea kuwekeza nguvu zetu kama wanachama, kama wananchi, kama wadau mbalimbali, lakini tumeendelea kushirikisha vyombo vyote muhimu vya serikali ambavyo tumedhani kwamba vinaweza kuwa vimebeba majibu ya wapi yupo Mdude, na kutaka vyombo hivyo kumrejesha Mdude akiwa mzima wa afya. Kwa hivyo tumeendelea kuwasiliana na polisi kama ambavyo tulitoa update, na polisi waliendelea kuahidi kwamba wangetupatia
taarifa zozote zile kadri wanavyozipokea, lakini ni bahati mbaya mpaka kufikia hivi leo hakuna taarifa yote kutoka polisi tulioipokea ikisema kwamba Mdude yuko wapi, yupo kwenye hali gani, ama swala la Mdude limefikia wapi. Kwa hivyo hatuna taarifa yoyote mpaka sasa kutoka polisi, mbali na taarifa ambazo wanachama na wananchi mbalimbali wamekuwa wakifika hapa kuunganisha mawazo na sisi na kuleta taarifa zile ambazo wanafikiri kwamba zinaweza kutupeleka kwenye kutupatia majibu. Na taarifa hizo kama nilivyoeleza hapo awali siku za nyuma, tumeendelea kuzichakata, tumeendelea kuzifanyia kazi. Kuna nyingine zinatupa mwanga, nyingine tunaendelea kuwa bado tuko gizani. Kwa hivyo mpaka sasa tunavyozungumza, jibu la yuko wapi Mdude Nyagali halijapatikana. Na wakati huo wanachama kwa mapenzi yao mema kabisa na kwa udugu ambao tumekuwa tukiishi wa Tanzania, walijitokeza wananchi kuendelea kufika mahali hapa, kuendelea kuweka kambi katika ofisi hizi za kanda, wakiona ni sehemu ambako ingekuwa ni jambo lingine, pengine wangekuwa wanaenda nyumbani kwa Mdude. Lakini kama mnavyojua wote, nyumba ya Mdude tuliacha kama tulivyoikuta siku ile ya tarehe 2. Ni nyumba ambayo imebaki na madimbwi ya damu, imebaki na michirizi mingi ya damu kwa umbali ule ambao tuliona magari na pikipiki zilipaki za hao ambao walikuja kumchukua Mdude. Kwa hivyo kule nyumbani kwa Mdude hakuendeki kwa sababu hakuna aliyebaki pale nyumbani zaidi ya zile damu ambazo familia wamesema ni mpaka watakapopata majibu ya mtoto wao ndipo watajua wanafanya nini. Kwa hivyo hawajajua mtoto wao yuko wapi, walichobaki nacho ni damu za Mdude katika nyumba ile. Kwa hivyo sasa wanachama na wananchi wamekuwa wakikimbilia hapa kwenye ofisi zetu za Chadema kanda ya Nyasa, na wamekuwa wakikusanyika, wakizungumza, wakibadilishana mawazo, wakifarijiana, wakitiana moyo, kama ambavyo nimesema, huo ndio Utanzania, huo ndio undugu ambao tumeuzoea, na hizo ndizo tamaduni za Mtanzania. Ni bahati mbaya tena kwamba usiku wa kuamkia leo kwenye majira ya saa 9 usiku, baadhi ya watu ambao walikuwa wameweka kambi hapa walisikia watu wakitembea nje usiku huo mkubwa na kulazimika kutoka kufuatilia kwamba kuna nini kinaendelea. Ndiko ambako walikuta mazingira yote haya ya ofisi ya kanda yakiwa yamemwagiwa vitu ambavyo tunaviita kwa hatua hii ya kwanza, kwa sababu na madhara tumeyaona. Waandishi wa habari naona wote mna barakoa, mna vitambaa, mnajaribu kujikinga. Ni sumu. Ni sumu ambayo imemwagwa kuzunguka nje ya fence, lakini na ndani imetupiwa pia ndani ya fence. Kwa hivyo ni sumu ambayo ni sumu kali, kwa sisi tu ambao tuko hapa na ambao walikuwepo hapa toka asubuhi, imeathiri watu. Inapalia kwanza, inaenda kifuani, inaumiza, inaleta maumivu kwenye kifua, inaumiza pua, koo, inaleta kuuma kichwa na pia macho kuwa mekundu. Kwa hivyo hayo ni madhara ya haraka ambayo waliopita eneo hili wamekutana nayo, wafanyabiashara wa maeneo haya ya jirani wamekutana nayo, vijana wanaoendesha pikipiki kwa maana ya bodaboda ambao wanapaki maeneo yetu haya wamekutana nayo. Kwa hivyo sumu hizo zimemwagwa usiku wa majira kama ya saa 9 hivi. Ni watu wenye nia ovu tu ambao wanaweza wakafanya kitu kama hicho. Watu wamekusanyika, watu wana majonzi, watu hawana majibu, wamechanganyikiwa. Wanachadema bado hawajapata ile kufunga kwamba hii habari ya Mdude inaishaje, yuko wapi, ana hali gani, lakini bado watu wanatufuata mpaka kwenye kambi na kuweza kumwaga sumu kama ambavyo wamefanya. Kwa hivyo ndicho kilichotokea usiku wa kuamkia leo, na kwa haraka viongozi wetu wa chama walitoa taarifa polisi, ambapo OCD na timu yake waliweza kufika mapema hiyo asubuhi na kuweza kuchukua sampuli, wakisema wanapeleka kwa mkemia ili kuweza kutambua ni aina gani ya sumu.
na vile vile wametumia fursa hiyo hiyo kuwahoji baadhi ya viongozi wetu kutaka kujua ni nini kimetokea nyakati gani na vitu kama hivyo, kama taratibu za awali. Kwa hivyo kutokana na sumu zile kuwa na madhara makubwa kwa wapita njia, kwa wafanyabiashara, kwa sisi wanachama ambao tupo ndani ya ofisi hizi, tulilazimika kupiga simu jeshi la polisi na jeshi la zimamoto na kuwaomba waweze kufika, kwa sababu hizo ni sumu, hatuna utaalamu, hatujui ni sumu ya aina gani. Kwa hivyo ilibidi tuombe utaalamu kwa jeshi la zimamoto ambao walifika na kuweza kusafisha eneo hili kwa maji mengi. Wamesafisha hili eneo, lakini hii sumu ipo kwenye hewa, na ndio maana mpaka sasa hivi pamoja na kusafisha walituahidi kwamba pakikauka sumu zitakuwa zimeisha, lakini bado tunaendelea kupata yale madhara. Kwa hivyo ni muhimu sana jeshi la polisi kwa kushirikiana na mkemia wakatupatia majibu haya kwa haraka, lakini pia watuambie kitaalamu athari zinazoweza kusababishwa na kemikali hizi ama na sumu hizi, kwa sababu sisi tayari hatujui kwamba afya zetu inakuwaje. Na wito wetu mwingine ni tunauelekeza kwa mkuu wa mkoa. Kwa kweli tunamkumbusha tena mkuu wa mkoa kama mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa mkoa wa Mbeya, tunamwambia mkuu wa mkoa kwamba sisi wanachadema tunaona hatupo salama, tunaona tumetengwa, kama sisi sio sehemu ya wananchi ama sisi sio sehemu ya uwajibikaji wake. Yeye anatakiwa kulinda usalama wa wananchi, na tukizungumza wananchi yupo Chadema, yuko CUF, yuko CCM, yuko ACT na vyama vingine na wasiokuwa na vyama. Kwa hivyo tunakuwa attacked, tunashambuliwa ndani ya wiki mbili, tunapata matukio ya namna hivi. Kabla hatujapata jibu la yuko wapi Mdude, ofisi za kanda zinashambuliwa kwa sumu. Kwa sababu wote tutatambua kwamba hata kwenye vita matumizi ya sumu sio kitu kinachoruhusiwa. Kwa hivyo sisi tunaona kwamba tunashambuliwa waziwazi, na sasa chama kinashambuliwa kwa sumu. Kwa hivyo mkuu wa mkoa, tafadhali tunaomba majibu, shirikiana na jeshi lako, fanya vile ambavyo unapaswa kufanya, lakini tunataka urejeshe amani, urejeshe usalama wa wanachadema, wa wananchi kwa ujumla, kwa sababu wao waliofanya kitendo hicho wanaweza wakafikiri kwamba wamefanya wakitaka kumwathiri mwanachadema, lakini wamepita hapo, mabinti wanaenda shule, watoto wa kiume wanaenda shule, hawajapata bado umri wa kuwa na vyama, lakini kama hii inaathirika kwa kiwango hicho, wameathirika kama ambavyo sisi tumeathirika. Kwa hivyo mkuu wa mkoa, tafadhali timiza wajibu wako kama mlinzi, mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa mkoa huu wa Mbeya. Lakini tunaendelea kulaani na tumeendelea kupokea simu kutoka kwa viongozi wetu ngazi ya taifa wakiungana na sisi kulaani hiki kitendo, kulaani matumizi haya ya sumu, kulaani kuvamia watu, kuvamia wananchi, kuvamia wanachama kwa namna hii ambayo hao waliofanya wamefanya. Nina imani kabisa kama polisi inataka kupata majibu, kama mkuu wa mkoa anataka kupata majibu na kuweka mwisho wa hili jambo, wanaweza. Hili ni jambo dogo sana kwa jeshi letu la polisi, lakini tunachokiangalia na tunachokisubiri ni ile nia ya kwamba watoke kwa ajili ya kulinda huu usalama wa mwanachadema. Na huu ni mtego kabisa tunauacha kwa polisi. Tunajua angekuwa shambulizi hili limefanyika sehemu nyingine yoyote, hata ingekuwa tu ni kwenye nyumba ya mwenyekiti wa mtaa, polisi wangekuwa mtaani wakiwajibika. Kwa hivyo polisi tunawaacha na hili, tunaomba majibu kwa haraka na tunaomba tuone wale ambao wamefanya tukio hili wakifikishwa mbele ya sheria na mambo haya yakikomeshwa. Sasa kuna namna ambavyo waliofanya na waliowatuma na namna yote ile wakafikiri kwamba wanatuzorotesha Chadema, wakafikiri kwamba wanaturudisha nyuma, wakafikiri kwamba wanatutawanya. Lakini niwaambieni ukweli tena,
kwamba hili haliturudishi nyuma, hili linazidi kutufanya tuone kwamba adui yetu anazidi kusogea karibu sana, kadri ambavyo sisi tunaamini kwamba tunaachia sheria, tunaacha jeshi lifanye kazi yake, kuwa mkoa afanye kazi yake, lakini tunazidi kushambuliwa. Wanazidi wanajeshi hao adui wanazidi kusogea kwenye kuataki wanachama wetu. Kwa hivyo hili wanachama wa Chadema, viongozi wa Chadema wanasema haliturudishi nyuma. Zaidi ya yote linatupa ujasiri wa kusonga mbele, ujasiri wa kumtafuta Mdude, kwa sababu haya yote yanaonesha kwamba yana uhusiano. Hakuna namna utakavomtoa huyu aliyeleta sumu hapa na huyu aliyemshikilia Mdude. Kwa hivyo ndio maana nasema tena, kama polisi wanahitaji kufanya jambo, wanajua pa kuanzia. Na hawa watu waovu wanazidi kujionesha, wanazidi kufungua, kujiondosha magamba ili waonekane, lakini ni jeshi la polisi tunafikiri hawajataka kuwaona. Sasa imefika kipindi na majira na wakati jeshi la polisi liingie kazini, litupatie majibu kwa kuwakamata hao watu na kukomesha masuala ya kijangili unaweza kuyaita, ambayo yanaendelea katika mkoa wetu wa Mbeya na kanda hii ya Nyasa. Kwa hivyo kwa pamoja sisi kama chama tunasema kwamba no fear, hatuogopi, no hate. Hatutawachukia kizembezembe, lakini hatutawaogopa. Tunachotaka ni kwamba Mdude apatikane akiwa hai na wote wanaohusika wafikishwe kwenye mbele ya vyombo vya sheria na tuweze kurejesha amani kwenye mkoa wetu wa Mbeya. Kwa upande wake jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limesema halijapokea taarifa hiyo mpaka sasa. Nikiripoti kutoka hapa katika ofisi za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Nyasa, mimi ni Jacqueline Mwangama, Kusaga TV.